yanaongozwa kwa hasara. Hizi hasara, hizi pesa ambazo zinapotea na zinaonekana kama hasara, laiti zingetumika vizuri, zingeweza kuja kuwasaidia hawa Watanzania masikini ambao leo wanahangaika katika kila sekta: barabara, maji, afya, ajira, zingeweza kusaidia. Hasara hizi zinatokana na kukosa weledi, uzembe, hujuma na ukosefu wa mifumo madhubuti ya uwajibikaji. Mfano mmoja wa hujuma ambao CAG ameonyesha ni matumizi yasiyo na tija ya shilingi bilioni 371.42 pamoja na matumizi yasiyo stahili ya shilingi bilioni 6.75 katika mashirika ya umma. Hiki ni kiashiria cha uhujumu wa mashirika ya umma unaofanywa na watumishi wasio na weledi, uzalendo, waliojaa tamaa, ufisadi na maslahi yao binafsi. Ni jambo la kusikitisha kuwa licha ya hasara zote hii kuwa wazi na kurudiwa kila mwaka, lakini watu ambao wanayafanya haya hatuoni hatua zozote zikichukuliwa. Na hapa ACT Wazalendo tunaona kwamba ni kama ripoti ya CAG haichukuliwi mkazo na wala haithaminiwi, kwa sababu imekuwa ni business as usual. Kila CAG anaposoma ripoti lazima ataonyesha ubadhirifu wa pesa, na anaonyesha kabisa ubadhirifu wa pesa umefanywa hapa, umefanywa pale, lakini hatuoni hatua yoyote waliohusika kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo tumekuwa na ripoti ya CAG ambayo imekuwa ni ya mazoea, imekuwa ni ya business as usual. Kila mwaka tunapewa hadithi, lakini hatuoni hatua zikichukuliwa kwa watu wote ambao wamehusika na ubadhirifu wa pesa. Tuna mifano mingi duniani ya mashirika ya umma yanayofanya vizuri kwa sababu yamesimamiwa kitaalamu. Kwa mfano, kuna shirika kama Ethiopia Airways, Huawei ni mfano wa mashirika ya umma yaliyopata mafanikio makubwa duniani kote kwa sababu ya weledi, usimamizi, si kwa sababu ya kubinafsishwa, kuimarisha utendaji, kuongeza uwajibikaji na kuhakikisha usimamizi kitaalamu. Kwa msingi huo, ACT Wazalendo tunasisitiza mashirika ya umma yote yanaweza kuwa imara na ya kisasa na yenye tija endapo yatasimamiwa vizuri, na serikali yetu itaamua kusimama vizuri kuyasimamia haya mashirika ya umma. Tunataka hatua zifuatazo ziweze kuchukuliwa. Mosi, msajili wa hazina atoe taarifa ya hatua zilizochukuliwa dhidi ya ubadhirifu. Iwapo hakuna hatua yoyote aliyochukua, awajibishwe na mamlaka zake za uteuzi zichukue hatua. Ni lazima kama taifa tufike mahala tuambizane ukweli, kwa sababu hizi pesa tunazosema ubadhirifu sio pesa za sisi, ni pesa za Watanzania walalahoi. Kwa hiyo Watanzania hali wanazozipitia huko mtaani, alafu wanaona CAG anasema kuna ubadhirifu lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa, maana yake serikali inawapuuza Watanzania, serikali imeamua kutokuwathamini Watanzania. Kwa hiyo sisi tunataka wale wote wanaohusika kwenye ubadhirifu katika haya mashirika ya umma wachukuliwe hatua haraka iwezekanavyo. Lakini pili, bodi na management ya mashirika yenye hoja za wazi za kuikagua zivunjwe mara moja na wahusika wawajibishwe kwa kufilisiwa mali na kurejesha fedha za umma. Lakini tatu, uongozi wa mashirika ya umma upatikane kwa njia ya ushindani na si kwa upendeleo wa kisiasa, upendeleo wa undugu, kuteuana kwa undugu. Twende kwenye ushindani ili mtu anapokaa pale ajue kabisa hii nafasi nimeipata kwa kuishindania, na hii nafasi nimeipata na kwenda kuwatumikia Watanzania na sio kwenda kutumikia maslahi yake binafsi. Lakini hoja ya saba ambayo ACT Wazalendo tumeona tuwaletee CAG aliyoibua ni kiburi cha serikali katika swala zima la HCL. Sote tunajua shirika la ndege la HCL namna ambavyo linafanya shughuli zake kwa hasara. Kila CAG anaposoma ripoti anaonyesha HCL imejiongoza kwa hasara, na hata ripoti ya sasa 23-24 HCL inajiongoza kwa hasara zaidi ya mabilioni ya pesa. Sasa ripoti ya CAG imeonyesha kampuni ya ndege ya Tanzania HCL inaendelea kupata hasara
hasara kwa miaka 7 mfululizo. Hasara hii imefikia shilingi bilioni 534 licha ya kupokea ruzuku kila mwaka, ambapo mwaka 2023/24 ilipokea shilingi bilioni 70 kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi, gharama zingine za wafanyakazi, pamoja na shilingi bilioni 57 kama ruzuku ya maendeleo kwa miradi ya uwekezaji. Licha ya kupokea fedha nyingi za ruzuku, hasara halisi ya kampuni ya ndege Tanzania ni shilingi bilioni 91.8 kwa mwaka wa fedha 23/24. Nyote mtaona namna ambavyo hela za walala hoi zinapotea. Trilioni 91.8, lakini kila CAG akisoma ripoti haachi kuisema ATCL. Maana yake ni kwamba serikali bado haijaweka nia thabiti ya kuhakikisha inatatua changamoto la shirika la ndege la ATCL. Haiwezekani kwa miaka 7 mfululizo tunapata hasara ile ile. Maana yake hata bajeti itakayokuja mwakani 25/26 tutaambiwa tena ATCL inajiongoza kwa hasara. Kwa nini tusichukue njia madhubuti za kuweza kunusuru shirika letu la ndege na tukaacha kuongoza kwa hasara? Hasara yote hii haitokani na kukosa faida katika uendeshaji, bali inatokana na gharama kubwa za kukodi ndege TGFA, pamoja na kodi na matengenezo ya ndege mapya zilizonunuliwa, ambazo ziliongeza gharama kwa kampuni. Tumekuwa tukirudia hoja hii kila mwaka, kila tunapofanya uchambuzi wa CAG tumekuwa tukirudia tatizo la ATCL, na tumekuwa tukiiambia serikali inacheza sarakasi zisizo za maana na kuigharimu nchi. Utaratibu wa TGFA kumiliki ndege sio endelevu kwa ATCL, na tutaendelea kupata hasara kila mkaguzi na mdhibiti wa CAG atakapokuwa akisoma ripoti. Tunaona TGFA tangu 2016 ilipowekwa ofisi ya rais imekuwa ikinunua ndege mbovu zilizopitwa na wakati na hasara na matengenezo, na bima zinaachwa mabegani mwa ATCL. Hii ndio kusema kuwa Ikulu ya Magufuli ilifanya hivi kwa siri, na sasa Rais Samia anaendelea na jambo hili linaloathiri uendelevu wa ATCL na kusababisha kutumika kwa fedha za umma kama ruzuku kwa shirika lenye uwezo wa kupata faida. Kuhusu TGFA kununua ndege mbovu, CAG katika ripoti ya CAG anatueleza kwamba amebaini kuwa jumla ya shilingi bilioni 20.63 zilitumika kwa ajili ya matengenezo na bima ya ndege aina ya Dash 8 Q300 5HMWF tangu ilipopelekwa Malta kwa ajili ya matengenezo Novemba 2020. Sababu kuu zilizoainishwa ni pamoja na kupitwa kwa wakati na muundo wa ndege hiyo. Iwapo ATCL itamiliki ndege, gharama za ukodishaji zingekuwapo kwenye vitabu vyake vya mahesabu. Hata hivyo, kama ATCL ingemiliki ndege, isingenunua ndege chakavu na mbovu, na kama ingeharibika ingeshughulikia kwa wakati suala la ubovu na ndege, na CAG angeikagua. Sasa ACT Wazalendo katika hili tunasema nini? ACT Wazalendo tunaendelea kuitaka serikali imilikishe ATCL ndege zote inazokodiwa. Tunataka zile ndege zote ziweze kumilikishwa kwa ATCL, zote zinazokodishiwa. Ifute madeni ya kukodi ndege na kuirejesha TGFA chini ya Wizara ya Uchukuzi. Lakini mbili, tunamtaka CAG kufanya ukaguzi maalum wa manunuzi ya ndege tangu tulipoanza kununua ndege 2016 hadi sasa. Kwenye manunuzi ya ndege kuna madudu makubwa yanafichwa, na mimi ninaamini kama CAG atakwenda kufanya uchunguzi katika manunuzi ya ndege, lazima tutaibua ubadhirifu mkubwa, kwa sababu hapa ndipo wajanja wachache ambao hawana uchungu na taifa hili wanapiga pesa kwa maslahi yao binafsi. Kwa hiyo tunamtaka CAG afanye uchunguzi, aende achunguze kuanzia 2016 tuliponunua ndege, zimenunuliwa sawa? Pesa tunazoambiwa ndio zimenunua ndege ni sahihi? Naamini tutapata majibu kwa maslahi ya taifa letu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sisi tunayaangazia ACT Wazalendo, na tunataka hatua kali ziweze kuchukuliwa.
Watanzania wamechoka kuwa na ripoti za CAG ambazo kila mwaka tunarudi pale pale, tunarudia yale yale. Kama ubadhilifu umefanyika, waliofanya ubadhilifu wafikishwe kwenye vyombo vya sheria na hatua kali zichukuliwe. Watanzania wana hali ngumu sana, maisha ya Watanzania ni magumu sana. Tunataka haya ambayo tunayasema isiwe business as usual, kila wakati kusoma lakini hakuna hatua zozote. Baada ya hapo sasa nimkaribishe waziri wa TAMISEMI aweze kuendelea na hoja zingine ambazo ACT Wazalendo tumeziibua katika ripoti ya CAG. Karibu. Asante sana waziri wa fedha. Hoja yetu ya 8 ambayo ACT Wazalendo tumeibua kutokana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, CAG amenusa